Mahakama Kuu mjini Damascus imezindua rasmi hati ya kukamatwa kwa aliyekuwa kiongozi wa Syria Bashar al-Assad kwa mashtaka yanayojumuisha mauaji ya kusudi, mateso yaliyosababisha vifo na kupoteza uhuru wa watu ambayo yanahusishwa na matukio ya Daraa ya mwaka 2011. Uamuzi huo uliofanywa na Jaji Tawfik al-Ali umeelezwa kuwa ni kwa ajili ya kupeleka madai ya jinai zinazodaiwa kutendwa wakati ambapo vikosi vya jeshi la Syria vilikuwa vikifuatilia na kuitikia ghasia zilizochelewesha kuibuka kwa mapinduzi ya mfululizo nchini humo. Habari kutoka Damascus zinaeleza kwamba mashtaka yanayomkabili Assad ni in absentia, ikimaanisha kuwa hati hiyo imetolewa huku akikosa kubeba cheo chake huko ndani ya nchi. Ufafanuzi wa kesi inaelezea kwamba matukio yanayozungumziwa ni yale yaliyoanza huko Daraa mwanzoni mwa mfululizo wa maandamano ya mwaka 2011, yale ambayo serikali ilichukua hatua za kijeshi dhidi ya waandamanaji na wananchi waliounga mkono mabadiliko. Kwa mujibu wa taarifa za mahakama, kumbukumbu za mashahidi na ripoti za vifo zinatumika kama msingi wa mashtaka yanayomkabili Assad. Taarifa za ndani za serikali pamoja na vyombo vya kimataifa vimeripoti kwamba hatua ya mahakama inakuja wakati ambapo uwiano wa hadithi za ndani na za kimataifa kuhusu masuala ya ukiukaji wa haki za binadamu nchini Syria umekuwa ukiibua mjadala mkali. Wakati baadhi ya nchi na mahakama za nje zimekuwa zikichunguza madai ya uporaji wa raia, matumizi ya silaha za kubomoa na mateso, hatua iliyochukuliwa na mamlaka ya Damascus sasa inatofautiana na yale yaliyoripotiwa na mahakama za kigeni. Hata hivyo, mahakama huko Damascus imeweka wazi nia yake ya kusonga mbele na kesi hizo chini ya mfumo wake wa kisheria. Hatua hiyo inatarajiwa kuibua majibu ya kisiasa na ya kisheria ndani na nje ya Syria. Wakosoaji wa utawala wa Assad walitoa maoni kwamba hatua ya mahakama inaweza kuwa ni ya kuleta uwazi au ni ya kisiasa kulingana na muktadha wa sasa wa ndani. Kwa upande mwingine, wafuasi wa serikali walielezea kuwa ni hatua ya kupunguza mtafaruku wa madai ya kinyume na maadili dhidi ya viongozi waliopitia kipindi nyeti cha migogoro. Matokeo ya kimtamba au kutuma shtaka rasmi kwa ngazi za kimataifa bado yataeleweka zaidi pale hukumu au hatua za ziada zitakaporejelewa hadharani. Kwa sasa, taarifa rasmi za mahakama pamoja na vyombo vya habari zimethibitisha utoaji wa hati hiyo kwa jina la Bashar al-Assad kwa mashtaka yanayohusiana na matukio ya Daraa ya mwaka 2011, lakini maendeleo ya mchakato wa kisheria na hatua za kutekelezwa zitahitaji kufuatiliwa wakati zinapotolewa taarifa za ziada.